Israeli walipolia Misri, Mungu akasikia, alitumana. Sema alitumana. Kwa hivyo kanisa la Bwana uliye kwenye uwanja huu, nataka kusema ya kwamba wewe ndiye ambaye Bwana alikusudia ni kuje akupatie kile ambacho amenituma nikuletee katika jina la Bwana. Na si kingine, ni baraka ya maisha yako, baraka ya ndoa yako, baraka ya biashara yako, baraka watoto wako. Aliye mgonjwa atatoka na uponyaji, aliyefungwa lazima atafunguliwa. Yeye hajaokoka, nimetuma nikuletee wokovu, nimetuma nikuletee kufunguliwa kwako. Simama useme ndio, 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 ndio. Sema ndio, 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 ndio. Ndio. Haleluya. Amen. Adonai, mfalme wa majeshi, uliyeziumba mbingu na nchi, mimi ni punda wako. Na Bwana, nimefika Kiembeni Ugatuzi Estate, mwisho wa Bamburi hapa, kama ulivyoniamuru mwaka jana mwezi wa 3. Nimeanzia Miritini, sasa niko Kiembeni kwenye msururu na mpangilio ulionipatia ili kutimiza kile ambacho umetaka kifanywe. Jehova, uishie mzee wa siku, wewe hauna miaka, miaka yako haina hesabu, haina hesabu, miaka yako haina hesabu. Uliyekuweko, uliyeko sasa, utakayekuweko. Utukufu na wewe. Usinitukuze Bwana kwa siku 3 za mavuno na ukombozi. Bwana, mtukuze mwanao Yesu aliye bora zaidi ya malaika wote. Heshima na enzi vina wewe. Maserafi na makerubi, wazee 24 wenye viumbe hai 4 wanasema mtakatifu, mtakatifu ndiwe Mungu. Bwana Mungu wa majeshi ndilo jina lako. Wanaangusha taji zao wakiinuka na kuinama. Utukufu na wewe tangu sasa na hata milele. Amen. Sema amen. Amen. Nataka kuongea kwa muda mchache. Ndani ya siku 3 Yona alikaa kwa tumbo la samaki. Mbingu iliposema na samaki akamtapika Yona. Ndani ya siku 3, na ndani ya siku 3 chochote kimemeza maisha yako lazima kitaachilia katika jina la Bwana. Amen. Aliyemeza maisha yako, yawezekana sauti yangu ni ya mwanadamu ya kawaida, lakini Mungu niliyebeba sauti yake imepita sauti zetu za wanadamu. Atasema na chochote ambacho kimekamata maisha yako lazima ataachiliwa kwa damu ya mwanakondoo. Sema haleluya. Haleluya. Mahali popote hii sauti inafika, Bwana wa majeshi I amplify sauti yake ndani ya masikio ya watu. Kuna watu wanapona wakiwa kwa manyumba, na kuna watu watapona wakiwa barabarani, na kuna watu watafunguliwa wakiwa hata ndani ya baa. Wataisikia sauti ya Bwana na adui ataachilia maisha yao. Sema amina. Amen. Uliza mtu, ni wewe ametuma kwa ajili yako ama ni nani? Uliza mtu. Uliza mtu, ni wewe ametuma kwa ajili yako ama ni nani? Ni wewe ametuma kwa ajili yako ama ni nani? Hebu gusa mtu, mwambie ni wewe ametuma kwa ajili yako ama ni nani? Wewe ametuma kwa ajili yako ama ni mimi? Sema amina. Amen. 3 days healing and deliverance crusade. Siku 3 great harvest, healing, deliverance crusade. Hebu sema great harvest, healing and deliverance crusade. Leo utavuna leo. Ambia mtu leo utavuna. Leo utavuna. Ambia leo utavuna. Leo utavuna. Leo utavuna leo. Leo utavuna leo. Mtu wa Mungu, niruhusu niseme kwa neema ya Mungu wa majeshi ya kwamba mwezi wa 8 2026 ni mwaka wako wa kuvuna
chochote ambacho ulipanda mwaka jana, ulichopanda Januari mwaka huu, natangaza ya kwamba unatoka na mavuno leo. Amen. Unatoka na mavuno leo. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Sema leo natoka na mavuno. Leo natoka na mavuno. Huyu Mungu ambaye amesema kwa neno lake, kwa jinsi aliupenda ulimwengu atakamtoa mwana pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ahukumu ulimwengu, lakini ulimwengu uokolewe katika yeye. Leo Bwana majeshi analeta mavuno ya wokovu ndani ya mtoto wa mtu ambaye amekamatwa na mihadarati, amekamatwa na mihadarati, amekamatwa na bangi, amekamatwa na uchokora, amekamatwa na wizi. Ndani ya siku 3 kuna mavuno ya nafsi za watu. Kuna mavuno ya mtu ambaye ndoa yake imekamatwa. Mama umeolewa unaishi kama mjane, ili hali mume yuko lakini unaishi kama mjane. Umezaa mtoto hajawahi tembea, umezaa mtoto hajawahi ongea. Umesoma, umemaliza college, hauna kazi. Umemaliza form 4 miaka 10-15 iliyopita, hujapata school fees ya kwenda college. Kuna watu ambao nasema nao hapa, wengine watoto wao alimaliza form 4, certificate ingali shuleni, miaka 5 imeisha, miaka 10 imeisha. Nimetumwa nikwambie, utavuna certificate ya mwanao, utavuna faida kusomesha mwanao. Natangaza kwamba utavuna. Kuna watu ambao nimewaletea mavuno ya chochote ambacho wanataka. Sema haleluya. Haleluya. Sema amina. Amina. Ninaongea na mtu ambaye umeshindwa na Mombasa, unatamani kwenda Western, unatamani kwenda Nairobi, unatamani kwenda Nakuru, kwa sababu unasema Mombasa imenishinda. Nataka kusema hapa ambapo umefikia mwisho, hapo ndipo Bwana ataanzia. Maana mwisho mwanadamu, huo ndio mwanzo wa Jehova. Wakati mwanadamu amefika mwisho, hapo ndipo Bwana anaanzia. Natangaza ya kwamba Mungu atakupatia mwanzo mpya. Mungu atakupa mwanzo mpya. Mungu atakupa mwanzo mpya. Jehova ametuambia wakifunga mlango mmoja atafungua mwingine, wakifungua njia moja atafungua nyingine. Akasema adui akija kwa njia moja atatoroka kwa njia 7. Sema haleluya. Haleluya. Hebu simame, sema huyo ni mimi kama ni wewe. Nataka kusema mimi kwa kelele. Huyo ni mimi. Kelele kubwa, kelele kubwa, kelele kubwa. Sema haleluya. Haleluya. Sema amina. Amina. Ili Mungu wa majeshi akupatie mavuno ya kile ambacho unataka. Great harvest. Hebu gusa mtu, mwambie great harvest. Hebu mguse tena, mgusa mwambie great harvest. Yes, harvest. Muulize ulipanda nini ndio uvune leo. Uliza hivyo, ulipanda nini ndio uvune? Ulipanda nini ndio uvune leo? Mwambie kama huko umepanda, kama huko umepanda, sasa tumia dakika 10 kupanda. Sasa tumia dakika 10 kupanda. Maana yatamea. Maana yatamea. Na utavuna leo. Na utavuna leo. Mwambie hujachelewa. Hujachelewa. Mwambie hujachelewa. 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 Yesu akasema, mtu mmoja alikuwa na shamba. Wengine wakaingia shambani saa 3 asubuhi. Wengine wakaingia mchana, wengine wakaingia jioni. Ilipofika masaa ya mavuno, wote masaa malipo ambayo ni mavuno yao, wote wakalipwa sawa. Nataka kusema wewe mwenye hujaokoka, hujaachiliwa kuvuna kile unataka. Wewe uliokoka, kuna vitu unaona watu wamevuna. Nataka kusema kwamba 2026 ikiwa day 1 leo ni zamu yako ya kuvuna katika jina la Bwana.
Niruhusu nitangaze, kila uliyechangia mkutano huu, uliyetoa pesa yako, uliyetoa maombi yako, uliyekesa kuombea, uliyetoa pesa yako, uliyetoa gari yako, uliyetoa kiti chako, uliyetoa muda wako, natangaza mavuno leo. Yes. Utavuna baraka yako leo. Yeah. Wabona kuna hasara. Sema power. Ili uweze kuvuna, unahitaji kitu ambacho ni cha muhimu sana. Na leo ikiwa day 1 ambayo ni ya kuweka msingi, na ndani ya siku 3 hata ambaye kuna watu ambao wanaenda kwa waganga kutafuta madawa, wanaamini ya kwamba bila uganga atafanikiwa, na wengine wakapitiliza mpaka sasa wanatoa familia zao sadaka wapate mali. Kwa jina la Bwana majeshi, kwa mkutano huu lazima kila kitu kitakuwa powerless. Kitakuwa powerless, kitakuwa powerless. Sema haleluya. Haleluya. Nini ufanye ndani ya siku 3 ili uweze kuvuna? Sema hivi, hebu geukia mtu, mwambie usichoke na watu. Usichoke na watu. Choka na matatizo. Choka na matatizo. Geukia mwingine, mwambie usichoke na watu. Usichoke na watu. Choka na matatizo. Choka na matatizo. Geukia mwingine mwisho, mwambie usichoke na watu. Usichoke na watu. Choka na adui shetani. Choka na adui shetani anayewatumia wakufanyie mabaya. Wakufanyie mabaya. Lakini leo, sema leo, ukichukua hatua ya kuchoka na hayo, mavuno yako tayari. Mavuno yako tayari. Sema yako tayari. Sema kwa sauti yako tena. Sema yako tayari. Mwambie jirani. Yesu akasema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Ombeni Bwana mavuno, apeleke watenda kazi. Leo ni zamu yako. Tingisha mwambie ni zamu yako leo. Leo ni zamu yangu. Ili uweze kuvuna. Choka na matatizo. Choka na matatizo. Ukiona mkulima ambaye anasifiwa kwa mavuno, namba 1 amechoka na umaskini, akaamua kutumia kilimo kubadilisha umaskini kuwa utajiri. Sasa inabidi akodeshe mashamba ya maji, inabidi atafute water pump ambaye inamsaidia kusafirisha maji kutoka mbali, kuyapiga maji atoke mbali yakuje anyunyizie mimea yake, kama ni tomato, kama ni mahindi, kama ni melon, kama ni vitunguu. Ukambani inajulikana kuwa mahali pa ukame, lakini cha ajabu ya kwamba ukambani ndi inalisha watu wanaishi mahali kunaitwa town. Tomato zinatoka ukambani, vitunguu vinatoka ukambani. Ukiuliza machungwa matamu Kenya hii, utaambiwa yanatoka ukambani. Ukiuliza maembe matamu, yanatoka ukambani. Ukiuliza watermelon kubwa kubwa, utaambiwa zinatoka ukambani. Sema amina. Tukienda western, wanatupatia sukari kwa sababu viwanda yani kuna viwanda vya sukari western, kuna viwanda vya sukari Nyanza, wanatupatia sukari. Na ile sukari ni mkulima ambaye alisema hataki umaskini na lazima watoto wake wasome. Elimu aliyokosa anataka ione kwa watoto wake, na kama alisoma anataka watoto wake wasome zaidi yake, na akajituma kwenye kilimo. Sema amina. Amina. Na kwa sababu ya hiyo tunapata mahindi kutoka western, tunapata njugu karanga kutoka western, tunapata maharage kutoka western. Na Nyanza wakaamua wao watatupatia mboga. Western ikitupatia mahindi, Nyanza atatupatia mboga ambayo ni samaki. Wakaamua ndani ya bahari mtu anaweza lipia eneo, anafuga samaki. Anafuga samaki ambao huwezi ingia kuwavua, anawalipia ushuru. Ameweka walinzi mahali pale, wakikua hawa
wa samaki anatuletea. Huo ni ukulima, anavuna samaki. Ukambani wakaamua tunaweza kula mkate bila kutumia Blue Band. Asali yote unasikia inatoka Ukambani, na sio Ukambani basi, kuna sehemu zingine pia unafahamu Umasaini, ijapo siku hizi wanachanganya sukari nguru. Huyu ashinda anachanganya sukari nguru na asali. Sema amina. Huyu ameamua kuwa mkulima wa kuvuna asali. Amesema si lazima utumie Blue Band, unaweza ukatumia asali. Si lazima utumie sukari, unaweza ukatumia asali. Mavuno hayo kuvuna wewe. Soma hili andiko katika jina la Bwana majeshi kwenye kitabu cha Zaburi. Asante Roho Mtakatifu, ninahisi nguvu zako na neema yako ya ajabu sana. Pokea heshima mbinguni, pokea utukufu na adhama. Wewe ni Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Poleni, upepo ni mwingi, lakini upako ni mwingi zaidi kuliko upepo. Mwambie mtu, upako ni mwingi zaidi kuliko upepo. Upako ni mwingi zaidi kuliko upepo. Wasahili Bwana wa majeshi, uliyeziumba mbingu na nchi. Pokea utukufu na mamlaka Bwana. Heshima ina wewe. Kitabu cha Zaburi mlango wake ni ule wa 6. Nitasoma katika jina la Bwana majeshi. Zaburi mlango wake wa 6, Psalms chapter 6 from verse 6. Zaburi 6 kuanzia mstari wa 6. Inasema, nimechoka kwa kuugua kwangu, kila siku nakiereza kitanda changu, nalilowesha godoro langu kwa machozi. Mstari wake ule wa 10 inasema, adui zangu wote wataaibika na kufadhaika. Sema amina. Amina. Hebu nisome mtumishi yako inasemaje? Kitabu ni cha Zaburi mlango wa 6, yes, mstari wa 6. Nimechoka kwa kuugua kwangu. Naam. Kila usiku nakieleza kitanda changu, nalilowesha godoro langu kwa machozi yangu. Mstari wa 10. Adui zangu wote wataaibika na kufadhaika, watarudi nyuma, kwa ghafla wataaibika. Sema amina. Amina. Mwana wa Yese Daudi, mfalme wa Israeli ama mwandishi wa kitabu cha Zaburi, ananukuu haya maneno yaliyosemwa na mwana wa Yese Daudi. Anasema nimechoka. Daudi amechoka. Hajachoka na kazi anayofanya, hajachoka na miaka aliyoishi, hajachoka pengine na kwa sababu hakujanyesha. Anaongea vizuri sana. Nataka utege masikio mpendwa, maana hili andiko linafungua maisha ya mtu ambaye anataka mavuno. Lazima uchoke na kile ambacho unapitia. Lazima uchoke na yale ambayo yamekuwa kero. Lazima uchoke
Lazima uchoke mtu wa Mungu na kugeuza nyumba yako kuwa chemistry. Lazima uchoke mama uliyezaa mtoto hajawahi tembea. Lazima uchoke na hali ambayo inasema mwanao hatatembea. Lazima uchoke nayo. Daudi anasema nimechoka. Nimechoka Bwana. Wapendwa, hebu nitoe mfano rahisi. Hakuna mtu hajazaliwa ushago. Kila mtu aliye hapa umetoka ushago ukaenda town. Wakati mama ametoka porini, ameenda kusenya kuni ama kukata kuni, kwa lugha rahisi uelewe. Ameenda kukata kuni. Amebeba mzigo wa kuni kichwani. Akifika kwa boma, ile kata ama kile kitambara ambacho ametumia kubebea kuni kwa kichwa ama mtungi wa maji, kwa sababu ya kuchoka, akifika kwa boma, ule mzigo wa kuni hautui na ustaarabu, anautupaga pa, na kata inaanguka hapo. Sema inaanguka. Inaanguka. Sema inaanguka. Inaanguka. Mbona anatupa kata? Huyu mama amechoka. Sema amechoka. Amechoka. Anautupa maana amechoka, akijua ya kwamba ukianguka chini amepata pumziko. Na Daudi anasema amechoka na yale anapitia, amechoka. Nimetuma kwa watu ambao wamechoka na maumivu wanapitia. Nimetuma kwa mtu ambaye amechoka na ulevi kwa mume wake. Hajachoka na mume aliyemuoa kwa ajili ni mlevi, amechoka na ulevi uliondana mume wake. Mama, nimetumwa kwako leo. Hiyo roho ya pombe lazima itamwachilia. Yes. Lazima itamwachilia. Sema haleluya. Haleluya. Hebu sikiza kwa makini. Hebu soma mtumishi wa Bwana. Kitabu cha Zaburi mlango wa 6 mstari wa 6. Naam. Nimechoka kwa kuugua kwangu. Amechoka na kuugua. Kila usiku nakieleza kitanda changu. Naam. Nalilowesha godoro langu kwa machozi yangu. Yaani wapendwa, hii ni wazi kabisa ya kwamba kumbe kuna wakati unaezalia mwanadamu asielewe, lakini godoro lako linaelewa. Yaani kuna kipindi unapitia mambo ambayo unashindwa utamwambia nani. Watu ambao waamini wanaweza kukusaidia, ulipofungulia moyo wako wakayatumia kama fimbo kukupiga, wakatumia kama fimbo kuwa matangazo. Ukipita mahali unakosa pa kuficha uso wako. Daudi akasema, Bwana, nitalowesha godoro machozi mpaka lini? Mbona godoro langu liloe machozi? Mbona maumivu yangu yazidi? Ndio kwenye mstari wa 10 anatafsiri Daudi nini kinafanya godoro inaloa machozi. Si kama ushaipitia hali ambayo unaweka chakula mezani unashindwa kukula, unapika chai unashindwa. Ushaona mtu anakonda na akona pesa, akona gari, anakonda. Moyo una vidonda. Wapendwa, amani sio gari. Amani ni moyo upate utulivu wa kile ambacho kinaumiza. Sema amina. Amina. Ushaona mtu anakonda mpaka watu wanamuuliza unagonjeka nini? Anawaambia hata mimi ni mzima. Kuna kitu kinamkula ndani kwa ndani. Kuna vitu hakutarajia vingefanyika hivyo. Kuna vitu anapitia ambavyo hakuna mwanadamu anajua, ila Mungu anavijua na shetani mwenye kuvileta. Kuna watu ambao alisimama na wao walipokuwa kwenye matatizo, walipofanikiwa wakageuza visu na panga, wanamaliza leo. Ushaona mtu ambaye amejenga nyumba, hawezi lala ndani, anahamishwa kwa sababu ya mapepo, hawezi lala kwa nyumba yake, maana vitu vinatembea kwa mabati, watoto wananyongwa usiku, maana wakilala wanaota ndoto za ajali, ndoto za vifo, ndoto za mauti, maana
wakilala hawataamka wazima, maana wamehamishwa wengine hata na kunguni, wakaacha vitanda, wanalala chini, wameacha vitanda. Wapendwa, wengine si kunguni, ni roho ya mateso imekuja in the name of kunguni. Mattress ambayo umejinyima ukanunua, kitanda chako kizuri ukajinyima ukanunua. Mungu wa majeshi amekubariki uishi tofauti pengine na maisha uliolelewa nayo, lakini adui anakuja kwa jina la kunguni. Watu wanahama, analala chini ama kwa kiti kwa sababu ya kunguni. Nimetumwa nikwambie katika jina la Bwana majeshi aliye hai ya kwamba usiku wa leo, kama utachoka na tatizo lako, kuvuna amani yako ni hakika, kuvuna baraka yako ni hakika, kuvuna uponyaji wako ni hakika, kuvuna ndoa yako ni hakika. Sema power. Mwambie mtu, choka na matatizo. Choka na matatizo. Usichoke na watu. Usichoke na watu. Nini kimefanya leo kwa mwaka mmoja mtu anatembea makanisa 10 na yote anajitangaza kama mshirika? Kwa sababu hajajua kinachomtembeza si milango ya makanisa anaingia, kuna roho iliyo ndani yake. Hata akiingia mahali ambapo angesaidika, pale angeweza kulelewa kiroho, mtumikie Bwana, pale angeweza kufunguliwa, adui atasababisha tu, lazima kutoke jambo, atatoka. Maana nafahamu kwa kadri unavyozunguka, unaingia hapa na kutoka, katika safari ya kuingia na kutoka makanisa, atakumalizia njiani na atasababisha utachelewesha utimilifu wa maono yako, utachelewesha Mungu kutimiza ahadi yake juu yako. Hata kama ni mtoto wa shule, term 1 ako shule hii, term 2 ako shule hii, term 3 ako shule hii, huyo mtoto masomo yake ana misingi mizuri kweli? Hapana. Atafaulu kwenye masomo kweli? Hapana. Tarajia kufeli kuzuri sana. Maana mtoto lazima awe na muda wa kusoma mwalimu wake anaanzaga vipi, anamaliza vipi. Mwalimu lazima awe na muda kujua weakness ya mtoto, ni mbinu gani atatumia kumsaidia. Anaona kuna nyota kuwa daktari, anaona kuna nyota kuwa kiongozi, anaona hapa kuna mtu mkubwa sana, hapa kuna mwanasayansi mkubwa sana. Lazima kuwa na muda wa mwalimu kumsoma mtoto, mtoto kumsoma mwalimu. Sema amina. Amina. Ndio maana wakati mwingine inabidi ya kwamba wale watoto wako na shida ya macho, mwalimu anamtoa nyuma kwa watoto wengine amba katikati, anamleta mbele mahali anaona blackboard vizuri, ili kwamba kile mwalimu anafundisha aweze kuelewa. Tatizo lake ni macho, lakini kwenye kichwa ako sawa, na mwalimu anagundua mtotoni kimweka mbele, bila shaka atabadilisha. Kuna vitu vitabadilika. Na leo nimetuma nikulete mbele leo. Nimetuma nikulete mbele leo. Nimetuma Kiembeni kutangaza Kiembeni ya kwamba huyu aliyekuroga, Bwana amenituma nimwambie, waachilie maisha yako, achilie ndoa yako, achilie watoto wako, achilie utajiri wako, achilie maisha yako. Sema power. Ebu simama juu, sema power, 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 power. Ebu sema power, 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 power. Ukisonga songa, nataka nione ukisema power, 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 power. Nataka nione ukisonga. Nataka nione ukisonga. Ebu songa tu, tembea ukisema tu power, power, power. Tembea, tembea, tembea. Walio ng'ambo, yawezekana my sister uko hapo, unachopitia nimetumwa na majibu yako. Kama Naaman hangesikia sauti ya maidi wake, hangepona ukoma.
Nimetumwa leo kama mjumbe wa maisha yako, ya kwamba Bwana ananiambia ili uweze kuvuna majibu ya maombi yako, uweze kuvuna kile ambacho kikuleta Mombasa, lazima uchoke na hayo maisha unaishi. Umewahi sikia watu wanasema fulani tumemfundisha, tumemshauri, amekataa kusikia, wachaneni naye afanye, akichoka atawacha mwenyewe. Neno kuchoka ni kwamba akiamua kubadilika atabadilishiwa. Sema amina. Amina. Na ndio maana wakati msichana anatembea, anaona Brookside zimesimama kama saa 6 na kifua kinatetemeka, hata akiambiwa na mama yake, mwanangu, mimi sijawahi vaa nguo kitovu kinaonekana wazi, baba yenu alinipenda vile nilikuwa, sikuwahi vaa tumbo kati nifunge shamba. Baba yake amekaa sitting room, msichana amevaa kaskati kakwa. Na cha ajabu, pengine ni wala ambao wanaitwa shikadabu, hata hajui amevaa miniskirt, hatafautishi mwenye amevaa trouser, anakaa tu fua. Sema fua. Fua. Na ako sit, ako fua. Na akiona mnamwangalia sana, ndugu zake wako hapo, wanaume mabarubaru wako hapo wamekaa, msichana anawekelea vidole ati hapa sasa anafunika wasione. Na dakika 2-3 kwa sababu ya TikTok imekuja, akili kizama kwa TikTok, amejisahau. Paka inabidi mama atumie hekima, amwambie fulani, hebu niletee sijui chaja yangu iko wapi, maana anashindwa. Kama ni leso amefundisha, amechoka. Kama ni skati ndefu, amemwambia mamake, mimi si Msomali, ni maisha yangu. Sasa mama anatumia hekima, mwanangu, nimesikia ni kama mtu anabisha nje, kumbe sio mtu. At least msichana anaweza kaa na adabu mbele ya baba yake. Wapendwa, nataka kusema hivi, kuchukia huyo mtoto wako ambaye unasema amekushinda hakutambadilisha. Kuchukia mtoto wako sababu ni mtoto wa kike, anarudi saa 8 za usiku kwa sababu anakunywa pombe, kumchukia hakutambadilisha. Ila kama utachoka na ulevi na uchukue hatua ya kumulilia Mungu wa majeshi aliye mbinguni, mwambie Mungu, haukunipatia mlevi nibebe kwa tumbo, ulinipatia mwana ambaye ni baraka. Nimechoka na ulevi, nimechoka na tabia, hata kama amerogwa. Uliyefufua Lazaro, fufua tabia za mwanangu, fufua tabia mwanangu, fufua tabia mwanangu. Mungu niliyemlea, niliyemfundisha mimi Bwana akiwa na miaka 10, Mungu miaka 11, 12, hakukuwa huyu. Leo namuona akiwa na miaka 18, miaka 20. Mungu wa majeshi, umesema ya kwamba Bwana tukuite na utaitika. Katika Yeremia 33 mstari wa 3 umesema tukuite na utaitika, utatuonyesha mambo makubwa na magumu hatuyajua. Mungu nionyeshe makubwa na magumu, ya kwamba uzao wangu hautapotea, utakutumikia katika jina la Bwana majeshi. Sema amina. Umeuliwa kwa boma, hata kama mama mkwe hakupendi. Kumchukia mama mkwe hakutakufanya uishi kwa boma salama. Utakuna panda mbegu ambayo siku ile wakaza mwana watawalewa kwa boma yako. Kile kiliendelea kati yako na mama mkwe wako utakiona kwa wale wakaza mwana. Shetani ni yule yule, wapendwa. Shetani ni yule yule ambaye
anafahamu kabisa ya kwamba kuna age fulani ukifika atakuachilia, kwa sababu mbegu ulizopanda ukiwa unaweza kufanya kazi, mbegu ulizopanda ukiwa unaweza kumshikia mama kiuno, anajua kuna mahali itafika utakuwa umesahau, na hapo zitamea kwa watoto ambao wameolewa kwa boma yako. Labda miaka hiyo huyo mama mko hatakuwa ameitwa amesafiri kwenda mbinguni, lakini ukichoka na roho ambayo inakufanya ukose amani kwa hiyo boma, Mungu wa amani ataleta amani kwenye ndoa yako. Daudi akasema nimechoka na machozi. Yani haimaanishi ya kwamba hatalia. Amesema mwana Yese katika Zaburi ya 56 akasema hivi: E Mungu, uyachukue machozi yangu uyatie kwenye chupa. Machozi yangu hayamo katika chupa yako. Ni kumaanisha ya kwamba leo nikilia, haya ambaye amefanya nimelia leo, kesho nisifike kiwango hicho. Uliyetenda jana utende na leo. Shida ulionayo, hebu niseme hivi, hata wale wanenda kwa waganga kutafuta msaada, wale wanaamini ya kwamba akipigiwa ramli na mganga atamwambia aliyemroga na atamfungua aliyemfunga. Mganga ni nusu mchawi. Hakuna mtu atakuroga bila kwenda kwa mganga. Mganga anakupea dawa, anakufundisha vile utendo ufanye. Kile kitendo cha kwenda ufanye ndio usaidike. Ni kumaanisha kwamba ana transfer shida iliyo ndani yako iende kwa mtu mwingine. Na ndio maana ukienda kwa mganga kupiga ramla, anakuambia wazee waliniambia utakuja. Ni kweli, kwa sababu yawezekana matatizo ulionayo ulicross njia panda, ulipita njia panda. Ama matatizo ulionayo pengine ni pale ofisini kunakofanya, yupo mtu alienda kwa mganga kitaka cheo, na akaambiwa ili uweze kupenda upande cheo, chukua hii, enda nayo kwa ofisi, fanya 1 2 3, utapendwa, utapandishwa cheo. Ni kumaanisha kwamba anavua mikosi yake, anavua visirani vyake, anapatia wengine. Sema amina. Amina. Leo nimetumwa kwa mtu ambaye amesema, Bwana uliyetuma Reverend Ngolo Kiembeni hapa Ugatuzi Estate, nimechoka Jehova Mungu wa majeshi, ninaogopa kwenda nyumbani kwa sababu nitauawa. Kuna watu wako hapa wanaenda nyumbani wakati wa matanga, wengine wakati wa harusi, wengine hata si harusi, Christmas peke yake. Ikishafika Disemba hawezi enda nyumbani, maana anafahamu ya kwamba kule nyumbani kuna wachawi, kule nyumbani kuna warogi, wakimuona watammaliza. Ni kweli. Ndio unaona kuna maeneo mengine shule zikifungwa, especially watoto university na college, haendagi nyumbani. Wanafahamu akienda hata maliza masomo, kwa sababu kuna watu ambao wameamua kutembea na shetani, wameamua kufanyika vyombo vya shetani kukatizia wenzao maisha. Lakini nataka kusema ya kwamba kutoenda nyumbani hakutazuia mchawi asikufikie. Kumbuka ya kwamba uchawi ni mambo ya kiroho. Mtu anaweza enda Uganda anatuma na pepo linena Tanzania linadhuru mtu. Nini kitazuia uchawi ndani ya familia zetu? Nini kitazuia umaskini kwa familia zetu? Ni kuchoka na roho ya umaskini kwa kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amesema hivi, tukiwa ndani yake tumekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yamekuwa ni mapya. Sema haleluya. Haleluya. Natangaza leo, yeyote ambaye umechoka na madeni, umechoka na kubandiko nickname, umechoka kuishi kana kwamba ulizaliwa kwa bahati mbaya, mpaka unasema jamani, mimi heri kufa kuliko kuishi, najuta kwa nini nilizaliwa. Nataka kusema hivi, Mungu hakufanya makosa kuzaliwa kwako. Lakini kumbuka kwa Biblia inasema, kitabu cha Yohana mlango wa 10,
ya kwamba shetani ni mwizi, alikuja kuiba, kuchinja, kuharibu. Na mtu akiiba kitu kama ni pesa, akiiba kama ni gari, akiiba kama ni chakula chako, hawezi kukitumia vizuri kwa sababu hajagharamika, anakitumia hovyo hovyo. Na ndio kwamba shetani akiiba maisha ya mwanadamu, amemwingiza ndani ya pombe, amemwingiza kwa sigara, amemwingiza kwa usharati, amemwingiza kwa umalaya. Kuna watu wanaamini ya kwamba bila kuuza mwili wake hawezi lipa nyumba, hawezi somesha mtoto. Yeye anaishi town, wazazi wako ushago, anatumana msaada, amezaa watoto akatumana nyumbani, wazazi wanadhani msichana anafanya kazi, kumbe anatembea beach uchi, wazungu wamuone, adansi uchi, wampatie pesa. Wazazi hawajui. Lakini ukweli ya kwamba mtu wa Mungu, kuna watu wanaishi bila kuuza pombe, kuna watu wanaishi bila kuuza bangi, wanaishi bila kufanya umalaya, wanaishi bila kuuza madawa ya kulevya. Sio kila mtu aliyefanikiwa unafikiri ya kwamba aliiba. Sio kila mtu aliyefanikiwa unafikiri ya kwamba anauzaga madawa ya kulevya. Kuna watu ambao wamemtegemea Bwana, kidogo walichokuwa nacho Mungu akakibariki, na kile kidogo kimewabadilishia maisha leo. Hebu shika mtu mkono, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nimechoka. Nimechoka. Yaani mimi naitwa mama mitumba. Yaani mimi naitwa mama mitumba. Mimi naitwa mtu wa mitumba. Sema mimi naitwa mtu wa mitumba. Mimi naitwa mtu wa mitumba. Nimechoka. Nimechoka. Mimi naitwa ombaomba. Mimi naitwa omba. Nimechoka. Nimechoka. Mimi naitwa sina maana. Mimi naitwa sina. Naitwa sina akili. Naitwa sina. Nimechoka. Nimechoka. Na kudharauliwa. Na kudharauliwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Sema Baba wa majeshi, kama Daudi mwana wa Yese alivyosema, amechoka kulowesha godoro na machozi yake, akaamua Bwana akuite wewe, ufanyike godoro, uyapokee machozi yake, uyabadilishe kutoka uchungu kuwa faida, kutoka laana kuwa baraka. Sema amina. Amina. Ukiona mtu anarauka kanisani mapema, ukiona mtu kanisani ni mtoaji sana, anakuonyesha kwamba amechoka na maisha ya kawaida. Labda kwa njia hiyo itagusa moyo wa Bwana, Mungu atampa nafasi ya kuwa baraka kwa watu wengi zaidi. Labda itampa nafasi ya kufanyika msaada kwa watu wengine zaidi. Sema amina. Ebu weka mkono kichwani. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila roho unaongelesha mawazo yangu, unaongelesha akili yangu, kwamba sitawahi faulu, sitawahi fanikiwa, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, kwangu hautakaa. Sema Baba, umesema mwenyewe mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na umesema Bwana, mtu akiharibu hekalu hilo utamuharibu. Natangaza leo, kila roho, kila sauti, kila ufahamu usio wa kiungu, kwa jina la Yesu haribika leo. Sema kwa sauti yako, haribika leo katika jina la Yesu. Hebu nisome mstari wa 10. Mstari wa 10 inasema hivi. Naam. Adui zangu wote wataaibika na kufadhaika. Yaani ukichoka na maumivu, ukichoka na mateso, ukichoka na yale unatendewa, na uchukue hatua ya kumkaribia Mungu wa majeshi, Mungu ataaibisha adui zako. Mungu ataaibisha unachopitia. Daudi akasema wote wataaibika adui zangu. Natangaza ya kwamba
kila aibu unayopitia iwaendee waliokusababishia, iwaendee watesa maisha yako, iwaendee waliokuletea. Unatangaza kwamba kila aibu ina miguu iliyotembea nayo, kila aibu iko na miguu ilitumia kuja kwako. Unatangaza kwa damu mwana kondoo, hii aibu na iondoke leo. Watangaza iondoke leo. Aibu yako ina miguu, lazima itaondoka. Sema power, Power. sema power. Power. Hebu shika mtu mkono, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Aibu yako iko na miguu. Aibu yako iko na miguu. Sema aibu yako iko na miguu. Aibu yako iko na miguu. Na hiyo aibu yako, Na hiyo aibu yako inaitwa adui. inaitwa adui. Na kwa jina la Yesu, Na kwa jina la Yesu nakutabiria leo, nakutabiria leo, hii aibu ya magonjwa, hiyo aibu gonjwa ya kukosa kazi, ya kukosa kazi, hii aibu ya madeni, hiyo aibu ya madeni, ya kudharauliwa, ya kudharauliwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu leo inaondoka, inaondoka, inaenda. Sema inaenda. inaenda. Sema ya. Ruka juu, piga kelele kama inaenda. Piga kelele kama inaenda. Sema inaenda. Inaenda. Sema inaenda. Inaenda. Sema inaenda. Inaenda. Sema inaenda. Inaenda. Weka mkono kifuani. Sema Baba, Baba, kila adui kila adui wa hatima yangu, wa hatima yangu, nimechoka na maneno yao, nimechoka na maneno yao, nimechoka na roho inayotumika ndani mwao, nimechoka na roho inayotumika ndani mwao. naiumbia masikio, Naiumbia masikio isikie sauti ya Bwana, isikie sauti ya Bwana, na kuanzia leo na kuanzia leo inaniachilia inaniachilia kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Leo unaachilia watoto wangu, Unaachilia watoto wangu, unaachilia ndugu zangu, unaachilia aibu ya pombe, aibu ya pombe, aibu ya miraa, aibu ya miraa, aibu ya mogoka, aibu ya mugoka, aibu ya bangi, aibu ya bangi, ya mafarakano. ya mafaraka. Nasema toka, toka, Toka. 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 Sema toka, Toka. sema toka, Toka. sema toka, Toka. sema tena toka, Toka. katika jina. Wapi nduru kwa Yesu? Aya. Uko ready Mungu majeshi aliye mbinguni kuondoa aibu ya maisha yako? Ndio. Unasema my brother, popote ulipo unaponisikia, familia wamesema mke wako hazai, tafuta msichana wa kabila ya kwenu, tafuta msichana wa aina fulani. Ukichoka na utasa kwa mke wako, usichoke na mke wako. Mungu aumbaye watoto kwa tumbo wakazaliwa, ataumba mtoto kwa tumbo la mkeo. Ukichoka na mke wako, yawezekana wewe ndiye uliye na tatizo, lakini kwa sababu mara nyingi mwanamke akichelewa kuzaa, mwanamke ndiye ulaumiwa. Lakini nimekutana na wanaume ambao amepimwa, daktari wakasema hawezi akazalisha, mke wake ako sawa, lakini kwa familia wanasema huyu mwanamke ni tasa, hazai. Ukichoka na utasa, tunamwona Hana alipochoka na utasa. Hana alienda kwa madhabahu. Hana hakutoroka aende kwao. Hana hakubadilisha mume mwingine. Hana alienda madhabahuni. Ukichoka na kitu unapitia, chukua hatua ya kumkaribia Mungu. Maandiko yanasema mkaribieni Bwana naye atawakaribia. Mwiteni Bwana madamu yu karibu. Mtu mbaya ache njia yake mbaya na mtafute Bwana. Ukichoka na roho ya kufungiwa nyumba, unaweza ukachukia caretaker, unaweza ukachukia landlord wako, unaweza ukachukia jirani ya kwamba ndiye anayefanya huwezi endelea. Nafikiri unaweza badilisha ploti nyingi sana na maisha yako kabaki pale pale. Lakini kama utachoka na kile unapitia,
na utafute Mungu ambaye aliyekuumba tangu tumboni mwa mama ukazaliwa. Huyo Mungu ajua hesabu ya siku zako, anajua miaka utaishi duniani ni mingapi. Amesema kwa neno lake, njooni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jiteni nira yangu mkajifunze kwangu, nami ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ina mkono juu, sema Yesu, Yesu, nakuhitaji Bwana. Nakuhitaji Bwana. Nimechoka na pressure. Nimechoka na pressure. Nimechoka Mungu uliye mbinguni. Nimechoka Mungu uliye mbinguni. Na roho ya miscarriage. Na roho ya miscarriage. Nimechoka Mungu wa mbinguni. Nimechoka Mungu wa mbinguni. Ya kwamba jamii ya kwetu. Ya kwamba jamii ya kwetu. Hakuna mtu ambaye anaweza akasaidia mwingine. Anaweza kasaidia. Na hata aliyefanikiwa. Na hata aliyefanikiwa. Badala asaidie. Badala asaidie. Wala hatujafanikiwa. Wale hatujafanikiwa. Tunachukiana. 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 Hatuwezi kaa pamoja. Hatuwezi kaa pamoja. Kama familia. Kama familia. Hatuwezi ongea pamoja. Hatuwezi ongea pamoja. Kama familia. Kama familia. Baba nimechoka. Baba nimechoka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nimechoka leo. Nimechoka leo. Roho ya kuumwa na kichwa. Roho ya kuumwa. Roho ya meno. Magonjwa ya meno. Magonjwa ya macho. Magonjwa ya macho. Magonjwa ya tumbo. Magonjwa ya tumbo. Nimechoka. Nimechoka. Magonjwa ya ngozi. Magonjwa ya ngozi. Kutokula nyama. Kutokula. Nimechoka. Nimechoka. Uliambia wana wa Israeli. Uliambia wana wa Israeli. Wachinje kondoo. Wachinje kondoo. Wakule nyama. Wakule nyama. Wakule nyama. Wakule nyama. Wasile mifupa. Wasile mifupa. Baba. Hii roho inaosema nina allergy ya nyama. Nina allergy ya mayai. Nina allergy ya maziwa. Nina allergy ya perfume. Nina allergy ya baridi. Nimechoka nayo. Nimechoka nayo. Nimechoka nayo. Nimechoka nayo.